yaliyopita kwenye Hatma. Kiukweli Shabani, hali ya hii nyumba inanitia wasiwasi sana. Kumbukumbu yangu inaniambia Kalimu ni mtu mmoja mpole, ila kwa sasa amebadilika sana. Sana. Hapa ndio mwanzo, si ndio? Pole sana da Zainab. Najua kwamba una machungu mengi sana moyoni mwako. Wakati mwingine ukweli unauma. Unasemaje? Ndoa yetu sisi ni halali mbele ya Allah. Lakini sikuwa na nia kukukimbia wewe. Kwa hiyo hii ndio suluhu, si ndio? Katika Uislamu ndoa si mzigo, bali ni ibada na baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da Zainab. Hatma, kila chaguo lina gharama. Mambo ya shule yakoje hapo? Yapo vizuri. Kuna shida yoyote ambayo labda ipo katika masomo? Yote sawa, ila hesabu ndo nanipa changamoto hapa. Hesabu. Basi inshallah kabla sijaondoka nitahakikisha kwamba nakusaidia ili kusudi uweze kujua hesabu vizuri. Inshallah. Hiyo ni exponent, eh? Ndio. Okay, kwa hiyo hapo unachukua hii namba, naangalia napo. Ali, naomba tupishe kidogo na muongeze na babako mdogo. Baba. Zara. Zara. Mdogo. Nini kinaendelea? Mbona sielewi? Nisamehe sana mdogo wangu. Najua nimekuweka katika wakati mgumu sana. Yaani sijui nianze vipi kuelezea. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika, brother. Sisi sote tunateleza. Mimi nilikuja hapa kwa ajili ya kuomba msaada wako kifedha, lakini hali nilokutana nayo ni mbaya kuliko nilivyofikiri. Imenisikitisha sana. Kwanza nisamehe sana mdogo wangu Jamal kwa kushindwa kuwa msaada kwako katika kipindi hiki kigumu.
Ingia. Asha. Karibu. Karibu kae. Unajua sijategemea kabisa kama nitakuona hapa muda huu. Nimekuja kumuona Juma. Najua yuko hapa kituoni. Kuna mahusiano yoyote kati yako wewe na Juma? Hapana afande. Hakuna uhusiano wowote zaidi ya kufanya kazi pamoja kwa nyumba ya Karim. Sawa. Kiukweli nimefurahi sana kukuona. Pia nilitaka kukujulisha rasmi, nimeshaongea tayari na watu wangu kuhusu posa. Nadhani wiki ijayo tutakuja kwenu kwa ajili ya kutoa posa, insha Allah. Lakini pia nashukuru umeiona hali halisi. Ila kinachoniumiza zaidi mdogo wangu ni kwamba mimi sikuwa na nia mbaya. Weza mimi yani nimejitahidi kujaribu kupambana kama mwanaume niweke sawa kila upande. Lakini sasa hivi angalia, ni kama linanizidi nguvu. Karim, kuwa na ndoa nyingine si dhambi katika Uislamu. Lakini dini yetu inatutaka tutende haki. Kuwe na usawa. Kuwe na uwazi katika kila kitu. Ndoa ni jambo la heri na sio jambo la siri kuficha gizani. Nilikuwa naogopa kuleta maumivu kwa Zainab. Naweza mimi niliamini ningeweza kusimamia vyote vizuri. Lakini sasa nimefeli. Hakuna wakati mzuri wa kuongea ukweli kama wakati wa sasa. Zainab anastahili ukweli kaka. Bora uliweke hili jambo kuwa wazi na ndoa itambulike rasmi kabisa. Kaka, dunia haina siri na mbele ya Mwenyezi Mungu tutahojiwa kwa kila tutakachokificha. Karim, najua moyo wako mzito kwa sasa, lakini kumbuka kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atoi mzigo ambao hatuwezi kuubeba, na kuomba uvae ujasiri na kuamua kufanya. Simama, kila kitu kitakuwa sawa insha Allah. Najua Jamal, lakini naanzaje kuweka ukweli huu kwa Zainab? Nampenda na mheshimu na sitaki kumuumiza zaidi. Alhamdulillah. Ni habari njema sana afande. Nitafurahi sana kama litatokea hilo. Sawa. Kwa kuwa umeshafika hapa, je, naweza kukualika twende mahali kwa ajili ya kupata chakula na kuzungumza zaidi? Afande, nakushukuru kwa heshima yako. Kama nilivyokueleza mwanzo, sio vizuri kwetu sisi kukutana sehemu za faragha kabla ya ndoa. Hii ni njia ya kuepusha vishawishi vya kufanya dhambi. Tukishaoana insha Allah tutakuwa na uhuru huo.
nimekuelewa vizuri. Naahidi kuheshimu maamuzi yako. Nitafuata taratibu zote insha Allah. Kadri unavyozidi kuficha ukweli, ndivyo ambavyo maumivu yanazidi kwa huyo kiumbe. Ikiwa kweli unampenda, kuwa mkweli kwake. Asante sana mdogo wangu kwa hekima zako. Nitajitahidi sana kufanya kila ambacho kinafaa. Lakini naomba niombee nipate nguvu. Mimi niko pamoja na wewe daima kaka. Na mimi najua hii ni mitihani tu ya dunia ambayo tunapitia. Lakini dua yangu kubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutuwezesha kuvuka salama katika hili jambo. Insha Allah. Amin, insha Allah. Insha Allah Mwenyezi Mungu atakusimamia. Pole sana Juma. Najua nimechangia matatizo yako kwa namna moja au nyingine. Usijali Asha. Kila jambo linamkuta mwanadamu kwa sababu. Nakuomba uendelee kuniambia. Si unajua huku sio pazuri. Inshallah. Nitakuombea kila wakati. Na imani Mungu atakutoa kwa haraka. Inshallah Asha. Inshallah. Vipi? Shabana anaendeleaje? Kuna jambo lolote jipya kumhusu yeye? Shabani yupo. Naamini pia yeye anakuombea dua. Asante sana Asha kwa kuja kuniona. Mimi naamini Mwenyezi Mungu atatulipia wema wetu kwa kila hali. Naamini. Pole sana Bwana Karim. Pole ya nini tena Sadala? Mke wangu Salama ndiye aliyemwambia mke wako Zainab kuhusu wewe kuongeza mke wa pili. Sikutaka kabisa ili jambo litokee. Usijali ndugu yangu. Unajua, kwenye maisha vitu kama hivi ni kawaida kabisa kutokea. Lakini vile vile huwezi kunyamazisha mdomo wa kila mtu. Ni kweli. Ila nakuheshimu sana kaka. Nakuheshimu mno kwa ujasiri wako. Unajua kaka, swala la kuamua kuoa mke mdogo na kuachana na dhambi za siri ni jambo kubwa sana. Yaani hata mimi natamani ningekuwa na ujasiri kama wako. Sikia nikuambie kitu ndugu yangu. Ujasiri sio kitu cha kutafuta. Ni kitu cha kuchagua tu. Yaani aidha uchague kuwa jasiri leo, uachane na masuala ya dhambi, uishi kwenye haki. Ama uchague kuwa jasiri kesho kwenye kujibu maswali mbele ya Muumba wako. Hivyo tu.
kama nakuelewa hivi. Da. Dada Zainab. Saidi ameeleza nia yake ya kuja kujitambulisha rasmi hapa nyumbani. Mashallah, Asha. Hiyo ni habari njema sana. Lakini kitu cha muhimu, inabidi wajulishe ndugu zako wa damu ili waweze kuwa sehemu katika jambo lako hili kubwa sana kwenye maisha yako. Ndugu zangu wa damu? Ndio. Ndugu zangu ni ninyi hasa, dada Zainab. Toka wazazi wangu walipofariki, hakuna hata mmoja wa wale ndugu ambaye aliyejali kama bado niko hai au la. Wengi wao hawapendi mtu ambaye hana kitu cha kuwapa. Asha, nakuelewa vizuri. Sadala mpenzi wangu, mbona leo umekuja kwenye hali ya utofauti hivi? Vipi, kuna tatizo? Leo ndo mara yangu ya mwisho kuja hapa. Kwa nini unasema hivyo? Nini kwani kimetokea? Hayo ndo maamuzi yangu. Hafsa, kama unataka tuendelee na haya mahusiano, basi tufunge ndoa. Nimechoka kuendelea na hii dhambi ya kuseme. Lakini kumbuka maneno ya Allah katika kitabu chake cha Qur'ani. Kutunza udugu ni jambo muhimu mno, hata kama wao walikukosea. Lakini wewe usiache kutimiza wajibu wako kwa Allah. Kuendeleza udugu ni amri ya Mungu, hata pale ambapo sisi tunadhani hatuhitaji wengine. Najua dada Zainabu, ni vigumu sana kuwa peke yako wakati wa shida. Ndio unafahamu kweli ni nani ni ndugu yako. Mimi siku zote shida zangu mmezibeba nyie na si ndugu zangu wa damu. Pole sana Asha, lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Sisi binadamu ni viumbe dhaifu sana. Ni kawaida yetu kufanya makosa tukasahau wajibu wetu. Lakini wewe usiache makosa ya wengine ya kufanya na wewe ukasahau wajibu wako kwa Allah. Mwenyezi Mungu anasema,
na mtangulize msamaha na kuvumiliana katika udugu wenu, kwani hakika ya Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kusamehe. Umenielewa? Sadala, unahisi mimi sitamani kuwa mke wa mtu? Unahisi mimi sitamani wewe kukuita labda mume wangu? Natamani sana kiukweli. Changamoto ni kwa mkeo. Unamjua Bi Salama alivyokuwa mkali. Ana wivu. Ana fujo yule dada. Namuogopa sana kiukweli. Naogopa kulogwa mimi. Hafsa, unachokiogopa kwa mke wangu Salama ni kidogo sana kuliko adhabu tunayoitengeneza kwa Allah. Maandiko yanasema zina ni moja kati ya dhambi 3 kubwa. Wewe uogopi? Kwa kweli mimi nimechoka haya maisha. Siwezi kuendelea kuifanya dhambi ambayo naijua. Nataka tuhalalishe. Tafadhali fanya maamuzi sasa. Amua. Asante sana dada Zainab. Inshallah nitafanya kama ulivyoshauri. Lakini hata iweje, ninyi ndio familia yangu ya kweli. Nashukuru sana Asha kusikia hivyo. Lakini naomba nikuahidi, sisi tutakuwa bega kwa bega na wewe kwa lolote lile ambalo litakutokezea. Si ndo familia yako? Asante. Karibu. Yajayo wenye hatma. Mimi nahisi ni wakati wako wewe kuondoa kinyongo kabisa rohoni mwako, ili ujenge ukaribu tena na sisi. Ni bwana, kiukweli nilikuwa na mwanamke niko kwenye mahusiano naye kwa muda mrefu sana. Atakuwa nilimuona Shabani akitoka chumbani kwa boss Karim akiwa ameshika mfuko mkononi. Shabani, Siku za mbele utakapokuja kuwa mume, jitahidi sana kuelewa hisia za mke wako. Akili ndaki woi. Ninakupenda ujue, afu unaoaje? mimi mwenyewe nakupenda. Asa kama unanipenda unaoaje mwanamke wa pili? Dada unakosa nini? Unafeli wapi wewe?